napenda, yani mimi nilikuwa napenda ule mchezo. Kwa hiyo kwamba nilikuwa nikipata ile nafasi ya kupigana, mimi nilikuwa napenda nikapigane kwa sababu tunafanya mazoezi, nataka kile kitu ninachokifanya kikaonekane. Okay. Kwa hiyo nishacheza fight hata 8 bure. Naomba mimi nikapigane. Fight naenda napigana nikishinda, hivyo ndio ilikuwa ni furaha yangu. Ila yangu ya kwanza kabisa kuipata kwenye ngumi naanza kulipo. Nafikiri nilipo sijui 30 kitu kama hicho. Mwaka gani? Muda kidogo ilikuwa kama 2015, 2015. 30. 30. Tukifanyaga nini? Kapewa 30. Nilirudi nyumbani, yani kipindi hicho sasa ni muda sana, nilirudi nyumbani baada ya 30 nilipopewa. Kesho yake nikaondoka Karume kaenda kununua nguo za mitumba, nikanunua na ring boot. Kipindi vitu vilikuwa bei rahisi sana, ni wasijui 3000. Kanunua na ring boot ya kupandia kwenye ringi na pensa kwenye ringi, nikarudi zangu nyumbani. Kwa hiyo ikabaki ndo kumbukumbu kivile vile vitu. Kumbukumbu yangu kwamba na kuna picha moja nakumbuka nilipiga, nilikuwa nimevaa pensi moja kwenye ringi nyeusi, ilikuwa fupi ya Thailand. Ile ndo picha yani hiyo picha sasa hivi na miaka 12 au 13, ile ndo picha ambayo nikiangalia najua kabisa hii picha hii pensi ndo ya kwanza mimi nilipoela nikaenda kununua. Kuna kumbukumbu hiyo. Tupitisha ulivyotoka sasa njia zote hizo, baadaye tukakuona Mafia. Ilikuwaje ukaingia Mafia? Huko kote unajua kuna kipindi fulani mimi nilicheza boxing alafu nikawa naona kama sielewi, kwa sababu nilikuwa sielewi kivipi. Ujue bondia kupata renki sio kupigana dabi kila siku. Ndio maana unaona hata Gervonta kuna baadhi ya fight ukiangalia katika rekodi yake kuna fight nyingi nyepesi kacheza ambazo zimemtengenezea renki mpaka kufika alikofika na wakaanza kukutana na mechi ngumu. Na kingine alikuwa yuko under management. Na ndio maana unakuta ni bondia ambaye kwanza na discipline, anafanya mazoezi kwa wakati, anakula kwa wakati na ana uhakika wa fight. Yaani kwamba kwa mwaka nitacheza fight 4 na lazima acheze kwa sababu management yake ndio kitu kilichompangia. Kwa mwaka nitacheza fight zangu 4, mwaka unakuja nitacheza fight 4, mwaka unaofuata tena rekodi yangu itakuwa imekuwa kubwa. Kwa naweza kucheza fight moja mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka kacheza fight 2, lakini rekodi yangu imesimama. Kwamba ukiingia boxing unakuta na nyota zangu 5 na pia ni bingwa wa mkanda fulani, sitetereki. Kwa nafanya kitu kwa kujiamini. Sasa mimi kuna kipindi niliwahi kuondoka Tanzania nikakimbilia South Africa kufanya mazoezi. Hiyo yote kutafuta mazingira kwamba wapi mazingira sahihi ya boxing. Kwa nilikaa sana South Africa, nikaa kama miaka 2 kama na miezi 8. Kufanya boxing kule, nikacheza baadhi ya fight ambazo sikuwa under management, japo kuna mtu alikuwa ananisimamia ila sikuwahi kusaini naye contract. Kwa yule mtu alikuwa ananisimamia, nilikuwa nacheza fight, ilifikia kipindi boxing nilifika mpaka nyota 3. Lakini zile nyota 3 sasa baadaye nikawa napewa tena fight ngumu ambazo tena za kunifanyaje? Za kunishusha. Nikakaa nikafikiria, nikaona hapa mimi nirudi wapi? Nirudi Bongo. Mimi narudi Bongo, wakati mimi natoka Bongo kwenda South Africa nilikuwa na nyota 1 nafikiri. Lakini natoka kule kuna fight nilicheza nilipoteza, nikakatwa nusu nyota, kwa hiyo nikawa na nyota 2 na nusu. Narudi Bongo nakuta kuna watu ambao nifanana mazoezi before walikuwa wanangu kina Ibrahim Class hao, sometimes nakupigia simu njoo, kipekee manager yake alikuwa Joan. Kwa sometimes naenda kule Kawe nampa sparring, au sometimes naenda kanipigia simu mwanangu njoo tufanye mazoezi, tunaenda kwa Kinyogoli Lala tunafanya mazoezi. Na kuja kurudi Bongo tunacheza uzito mmoja. Ila yeye kwenye rekodi yake yeye namba 1, namba 2 mimi. Watu wakawa wanaangalia mshikaji namba 2, lakini sisi hatufanyaje? Hatumjui. Wakati huo Ibra kishatengeneza sana jina lake. Kishatengeneza sana jina, kishatengeneza sana utawala wake hapa Tanzania, na isoshe fight zake kama kadhaa za nyuma kapiga tu sana KO. Mimi ndo kimikile na udi Bongo, ananiambia bwana inabidi kuna fight bwana namba 1 na namba 2 wapigane. Sasa kicheki mshikaji mbona hatumuone akicheza fight, lakini rekodi yake imesimama. Yani Ibra namba 1 au namba 2, lakini acheze fight hapa Bongo. Ndio yanakuja mazingira kwamba watu wanaipampisha fight ikae. Siku nikapigwa simu nikaenda kusaini. Ndio fight inacheza na Ibrahim Class, ndio watu huyu jamaa alikuwa wapi? Wanakuuliza wanashangaa. Bwana alikuwa wapi? Ndio fight ambayo nikuja kucheza Bongo tena, watu ndo kaanza mshaji kumbe alikuwepo, sema aliondoka bwana bondia muda mrefu. Hivyo ndio baadhi ya watu pia wakakutana na zile picha ambazo tulikuwa tunafanya mazoezi zamani na Ibra tuko madogo janja. Kwa hiyo baada ya kucheza ile fight nikaja nikacheza fight nyingine tena na Malawi Ubongo Plaza pale, nikampiga knockout round ya 3.
Baada ya hapo nikawa niko mtaani, lakini nikawa nafikiria vitu vingi. Nikawa nafikiria niondoke tena South Africa au nifanyeje. Wakati huo kuna Mafia Boxing Promotion inakuza sana vipaji, pia ya kwamba ni management ambayo inasimamia vizuri. Sasa kwa upande wangu mimi nilikuwa nikiface ile Mafia Boxing Promotion, naona mbona kama ni promotion ambazo ziko kwa wenzetu, nchi za wenzetu ambao mimi naenda napita pita, lakini naona mbona anachokifanya kama anachokifanya wenzetu. Ngoja mimi nikaongea vizuri na mwenyewe mkubwa pale, mimi niweze kukaa pale nifanye kazi. Anamshukuru Mwenyezi Mungu, nilivomfesi mkubwa mwenyewe Mlisho Zayumba, nikaongea naye akuweza kulipinga swala hilo. Basi nikaingia Mafia pale. Nikamwambia basi kaa hapa mdogo wangu tufanye kazi. Mkataba wenu unazungumzaje? Mkataba hiyo ni siri yangu sasa. Ila ni swala la kawaida tu. Mkataba ni kwa kawaida tu. Okay. Lakini mkataba ambao au kufunge unaweza ukahama au unaweza pia ukasema na mimi sitaki tena kuendelea. Yani siku zote mkataba yani mkataba sehemu yoyote lazima kwamba uwe una vinini, uwe na masharti yake kwamba kuna jambo fulani hivi, jambo fulani hivi. Ndio maana hata sometimes unaweza kusia kwa mfano kama umeona kama kuna lebo kama unaweza kukuta lebo kama WCB. Sometimes Diamond Platinum unaweza kushikia bwana kuna msanii wake fulani anataka kutoka pale kamlipisha hela, unashangaa mbona imekuaje kamlipisha hela nyingi na kuaje? Hapana, ule ni mkataba, ni contract mtu alisaini. Kwa hiyo before anasaini hakuna mtu alikuwa anajua kama yule mshikaji atafika pale na atakuja kufikia yale mafanikio aliyokuwa nayo pale. Ila wakati anatoka ndio unaweza kuona mbona alipa hela nyingi. Hapana, yule analipa hela nyingi kwa sababu bila yule Platinum kutia hela zake kumpusha singefika pale alipokuwa. Kwa hiyo ni sawa anachokifanya. Kwa hiyo hata pale Mafia Boxing kama siku itatokea sasa hili Chino nataka labda nitoke, lazima nitafuata utaratibu kwa sababu ni mkataba, lazima nifuate principle ya mkataba ulikuwa unasemaje. Kwa sababu nimesaini na wakati unasaini una kizako timamu na kuna watu wazima ushasoma mkataba na wote mmeuelewa. Hivyo kuna mabadiliko yote ambayo umeyaona tokea ulipoingia? Mabadiliko mengi, lifestyle pia imebadilika kutokana na mazingira. Unajua ukishakuwa chini ya management kuna vitu utakatazwa, hichi usifanye, hichi fanya. Ya bana, mazoezi inabidi ufanye hivi, sio kujipangia tena. Muda huu unatakiwa uwe kambi hivyo. Okay. Kwa lifestyle pia inabadilika. Watu gani hawezi kuwa washikaji zako? Watu gani hawezi kuwa washikaji zako? Watu ambao hawezi kuwa washikaji zangu, wako wengi. Ni aina gani? Mimi mtu ambaye hawezi kuwa mshikaji wangu, wa kwanza kabisa ni mjuaji. Yaani kila kitu anajua. Huwa hawezi kuwa mshikaji wangu. Kwa sababu hatuwezi kuelekezana wala kuambiana ukweli. Na maisha nataka tuambiane ukweli ndo tufike. Ila sasa kama ukishakuwa mjuaji, mimi hawezi kuwa mshikaji wangu. Kwa sababu hata nikienda long utaona niko sawa tu. Na mwanamke gani hawezi kuingia naye kwenye mahusiano? Mwanamke ambaye siwezi kuingia naye kwenye mahusiano. Mwanamke ambaye siwezi kuingia naye kwenye mahusiano. Mwanamke ambaye siwezi kuingia naye kwenye mahusiano ni mwanamke ambaye hawezi kubadilika. Yaani yeye kila anachokifanya kiko sawa. Hawezi kuingia naye. Yaani yeye hawezi kubadilika. Ushawahi kuachwa na mwanamke kwenye maisha yako? Kuachwa na mwanamke? Hiyo ipo. Ilikuwaje? Ilikuwaje? Uliachwa sababu ya hela ama uliachwa kwa sababu ya vitu vingine? Sometimes maisha tuna uvumilivu pia, na unajua harakati zetu hizi sometimes unaweza umefocus na mambo yako, mtu akaona mshikaji mbona kama yuko busy na mambo yake, labda yuko na mahusiano yake mengine, ukapata mwanamke mwingine, kwa ngoja ni move on, lakini kumbe haiko hivyo. Wewe una focus na maisha kwa sababu mahusiano yapo. Mahusiano yapo. Kuna muda utafikia sawa mahusiano, utafocus na mahusiano, ila kuna muda yani lazima hivyo vitu visiwe vinashahadiana. Kuna kipindi kama ni mahusiano, kuna muda wa mahusiano, afu kuna muda ambao inabidi uwe busy kuangalia life ile inaendaje. Kwa sababu mahusiano yaweza kufanya wewe mkawa mna nyumba, labda mkaendesha familia, watoto waende shule nini, hapana. Kwa kuna muda kwamba mahusiano asiwe sana, yani kuna muda kwamba huo muda wa mahusiano sawa, mtaongea mtafanya, ila kuna muda inabidi focus na mambo yako, inabidi focus na wewe kweli. Sana kama sisi mchezo wetu unaocheza boxing, ukiwa mtu sana yani wajifanya wewe sasa ndio penda sana, huwezi kutoboa. Huwezi kutoboa hata kidogo kwenye boxing. Umeoa? Hapana. Lakini uko kwenye mahusiano? Ndio. Una mtoto? Mtoto naye. Wangapi? 2. Nani? Mmoja anaitwa
Nasri, mwingine anaitwa Mariam. Kuna mmoja anafuata njia yako? Yupo katika hao mmoja anaifuata njia yako? Sijawahi kufikiria hata mwanangu mmoja acheze boxing, ndio maana nakomaa sana wasome kwanza. Kwa nini? Kwa nini utamani acheze boxing? Sidhani kama anaweza kuwa bora kama mimi. Kuna vitu vya kulisi, lakini sio yani kwamba kuna vitu labda mimi nitakuwa mvumilivu kwenye kupigana, kwenye kufanyaje, lakini ikawa tofauti. Kwa utamani zile changamoto ulokutana nazo na yeye akutane nazo? Sitaki. Lakini wewe tayari unachonga barabara. Sio tatizo. Vipo vya kumlisisha, kwa inabidi nipambane sana, niwe na nyumba na magari na nini na vitega uchumi vingi ambavyo nimlisishe. Hivyo ndo aweze kuviendeleza yeye. Kwa hiyo nimpatie elimu tu kwamba ajue hivi vitu nitaviendeleza, ila sio kuja kuendeleza masuala box. Okay. Hauna mpango, kwa sababu wewe ni mmoja wa bondia wenye majina makubwa. Unatamani siku moja nayo kuwa na gang yako, unasimamia baadhi ya mabondia, sababu tunaona hata Ulaya inakuwa hivyo. Tumeona Fred Mayweather amefungua Team T na akaanza kuwapa ajira vijana wengine. Leo hii tunamwona Devota anafanya vizuri. Wewe hiyo ni sehemu ya ndoto yako? Natamani, ila sio kwa sasa. Labda hapo unazungumzia ni kitu cha miaka 5 mbele, kwa sababu siwezi kufanya mambo mawili kwa pamoja. Yaani kwamba sasa hivi niwe na kuna watu nawasimamia, alafu mimi mwenyewe pia nahitaji usimamizi, nitaongopa. Lazima kuna vitu vitaenda long hapo. Unajiona kwenye boxing baada muda gani? Kwenye boxing kama miaka 6 hivi. Utatundika daruga? Miaka 6, na kama miaka 6, kwa sababu sasa hivi na miaka 6 mbele nitakuwa na miaka 34, inanitosha. Nataka niachane na boxing nikiwa na nguvu zangu. Sitaki masuala ya kuzanini ya kuzalilika, ni kwamba ile imefika umri fulani labda sijui na miaka 39 huku sijui na miaka 40 anacheza boxing. Hapana, sitaki. Kipi kinakufundisha hicho? Kipi kinakufundisha hicho? Anaona mifano mingi. Unakuta mtu tayari kishamaliza energy yake ile, ila anataka kuforce kupigana, kwa mwisho wa siku unakuwa kama unajizalilisha tu, kwa sababu unakutana na vijana ambao wanachipukia damu changa. Kwa kama sasa hivi unakuja kuniletea bondia mzee kishamaliza energy na situation yenyewe amesha kibongo na unayajua, unakuta mtu hajajitunza, vilevi vingi anatumia, unafikiri na kinachotokea nini kwenye ring. Kwa hiyo ni moja vitu ambavyo unakuwa unajizalilisha, zinakuwa ni hatari kwako. Unakasirikaga ukimwona mtu raundi ya pili umemaliza pambano, huwa inakukera? Au inikeri, ila huwa naamini kwamba nilichokifanya, mazoezi niliyoyafanya yalikuwa sahihi sana. Kwa sababu ukikuta bondia sometimes unampiga punch anaifeel afu anaivumilia, basi haikuwa ngumi kali sana. Ila kama unakuwa umetrain kweli, uko full power punch, kama mtu anakutana na ngumi hawezi kuendelea. Kwa hiyo nikifanya hivyo unajua kabisa kuna mazoezi niliyofanya msimu yako sawa. Inakukera ile story kwamba mnaitoa mabondia ndizi? Mimi kwa upande wangu ziko mtaani huko. Hiyo mimi huwa inikeli, hata ukiniambia nimeletewa mabondia ndizi au vipi, mimi huwa inikeli, kwa sababu naamini ni maneno kama maneno mengine. Ila mimi kwa upande wangu huwa napenda kwamba mtu aamini anachokiamini. Wewe ukiamini kwamba mimi nimeletewa bondia ndizi, kuna bondia wako unayemwona wewe bora, mchukue ile bondia nilocheza naye mimi, mletee acheze naye, alafu utaniambia kwamba yule ni ndizi au sio ndizi. Okay. Wewe ni bondia unaingia gym zote? Gym zote naingia. Hadi Tanga? Kokote naingia. Ukikutana na Hasani mnasalimiana vizuri? Sijawahi kuwa na complain na mtu au tukawa hiyo sijawahi. Na ndio maana hata sometimes unakuta kama hivi waandishi wa habari sometimes wakazungumzia bwana Saidi Mkola, Saidi Chino, sijui Saidi Bwanga, sijui nini. Ila ni watu ambao nikikutana nao. Tuliona picha moja mpo. Nafikiri ile ni Mafia. Kwa 3. Kuja kutoa sparring pale. Kwa hiyo ni watu ambao tukutana tunapiga story, tunacheza sparring, kwa sababu ni sehemu ya maisha tofauti na kwenye ringi, ni sehemu ya maisha yetu tunayoishi kama vijana. Tunataka kukutana sehemu nyingine tukasaidiana, ila tutapopata kazi, kwa sababu ndio professional yetu tulochagua, ndio kazi yetu, tutasaini contract, tutapigana. Ila fight ikiisha ni washikaji. Mfano kama Ibrahim Class, mimi ni mwanangu, na nafikiri hata juzi umeona kwenye kaja kunipa kampani hata kwenye nini pale kwenye face off, pia alikuja akapanda na mimi hivyo. Kwa hiyo hatuna beef, hatuna nini. Picha nje inasomeka kwamba labda mabondia fulani na mabondia fulani sio washikaji, na pia hata wakikutana kila mmoja anakula 50 zake. Huyu anachukua 50 zake, huyu anachukua 50 zake. Kwako inakupa somo gani?
Kwa upande haiko hivyo. Haiko hivyo. Yaani boxing ni michezo kama michezo mingine, na ndio maana sometimes umeona pale kwenye ringi mnapigana hata kama umempiga mwenzako knockout round ya kwanza. Ila akinuka lazima mtakumbatiana, mtaongea. Sometimes unaweza kumuuliza bwana unafanya mazoezi gani mwanangu, na nguvu sana hivyo. Okay. Nitofautishie bondia bora na bondia anafanya biashara ya ngumi. Bondia bora ni bondia ambaye kila siku yeye anataka kuendelea kuwa bora kwenye viwango vyote, kuanzia physical fitness, rekodi yake pia anataka isimame. Ni bondia ambaye ana ndoto. Unajua na bondia mfanya biashara, umeona mfano kama Floyd Mayweather. Floyd Mayweather ni bondia bora. Kwa sababu kwa wenzetu Ulaya wana kitu kimoja, wanapenda kuweka history ambayo itasomeka mpaka miaka ya mbele, kwamba rekodi ambayo haijawahi kuvunjwa. Kwa mfano yule mshikaji ana fight 50 hajawahi kupoteza hata fight moja wala ana draw. Ndio. Kwa ni kitu ambacho kakitengeneza kakiacha pale, kizazi na kizazi kitasoma vile kwamba mshikaji mpaka anamaliza kali yake hakuwahi kupoteza fight. Kwa hiyo sio kusema kwamba alivyoona kwamba sasa nimeretire, ile yangu imeisha, siwezi tena kucheza fight za kubishana na fight zangu 50 hizi na rekodi yangu ni kubwa. Ngoja niangalie hapa bondia gani chipkizi ana watoto wake pale TMT anawakuza kwa alikuwa na uwezo wa kumchukua hata Gervonta. Sino maana yake Gervonta kipindi anaanza akaona mimi nisharetire bwana, ile yangu imeisha na rekodi yangu kubwa, twende nikakupe rekodi. Alikuwa anaweza kufanya hivyo. Akaenda akapigwa knockout round ya kwanza. Rekodi yake ikahamia kwa nani? Kwa Gervonta. Gervonta akawa na rekodi kubwa ambayo hajaitolea jasho, lakini akaona sio kitu sahihi. Kwa hiyo kaamua kubaki na ubora wake vile vile. Kwa hiyo yule sio mfanya biashara. Mfanya biashara ni yule bondia ambaye sasa kapigiwa simu, bwana kuna fight hapa raundi 12 ubingwa. Tunafanyaje, nielekeze. Hii fight ubondia ni bondia mzuri, lakini hata kwenye kushindana mnaweza mkashindana mkamaliza. Ila tunataka tukupe hela, unasemaje? Useme viatu vimekubana hapa. Bwana hapo wewe kiasi gani? Bwana contract yako labda $30,000, lakini katika hiyo $30,000 kuna $20,000 pembeni hapo. Kwa raundi ya pili uachie fight, unasemaje? Kwa $50,000. Bwana hivi fanyaje, niongezeni 10,000 hapo. Ndio anakuongezea 10,000, kaenda kule raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu umeachia. Huyo ndo mfanya biashara. So bwana kiatu kimenibana. Hilo nimesahau begi ya airport. Kwa hiyo tofauti yake kidogo ya. Neno lako la mwisho, zungumza na mashabiki zako. Of course mwaka ndo umeanza na vizuri, umeanza vizuri. Juzi umeshinda tena KO. Nini mipango yako kwenye mwaka huu 2025? 2025 kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza fight yetu, tumeingia kwenye mfungo wa Ramadhani. Sasa hivi tupo katika msimu mzuri wa Ramadhani, mwezi wa Toba huu. Kwa hiyo 2025 unachokuambia mashabiki zangu kwamba wajiandae, wakae vizuri. Vitu vingi vinakuja vizuri. Nikiwa kama Bulldog natokea Mafia Boxing Promotion, management yangu kwanza na vitu vingi sana naandaa mwaka huu. Tarehe 17 mwezi wa 5 kuna fight moja kubwa sana inakuja. Kwa hiyo wajiandae, wapenzi wa mchezo wa boxing na Watanzania kiujumla wote wajiandae. Okay. Inakuja surprise moja kubwa sana. Vitu vyote vitakuja kukaa zarani, wajiandae. Sawa. Ni Said Chino Bulldog, tumepiga na historia, amezungumza vitu vingi sana, umevijua ambavyo ulikuwa huvijui, lakini pia bila shaka umejifunza kuhusiana na maisha yake, yametufundisha, yametuelimisha, na pia kuna burudani ndani yake. Lakini wacha nikupe historia moja ambayo inamhusu mfalme na mvuvi wa samaki. Siku moja mfalme alikuwa na hamu kubwa sana ya kula samaki, akafunga safari mpaka baharini. Baada ya kufika baharini akakutana na mvuvi ambaye yeye ana samaki watatu. Mfalme akamwambia yule mvuvi, niuzie hao samaki. Yule mvuvi akakataa kumuuzia mfalme samaki. Mfalme akamwambia, utaki kuniuzia mimi hao samaki, unataka kupeleka wapi? Mvuvi akamwambia, samaki hawa kuna sehemu nawapeleka. Samaki mmoja naenda kukopesha na sijui kama nitalipwa. Akamwambia samaki wa pili naenda kulipa deni na sijui kama nitalimaliza, lakini samaki wa tatu naenda kumtupa. Kauli hiyo ilimkera sana mfalme na akaamuru yule mvuvi akamatwe. Mvuvi kweli akamatwa na akafungiwa sero. Baada ya muda mfupi mfalme akamuita yule mvuvi na ukanae mezani, kisha akamuuliza,
nini maana yako? Umeniambia samaki mmoja unaenda kumkopesha na hujui namna gani unaweza kulipwa, lakini samaki wa pili umesema unaenda kulipa deni na huna uhakika kama unaweza kulimaliza, na samaki wa tatu unaenda kumtupa. Ulikuwa na maana gani? Basi yule mvuvi akamwambia mfalme, samaki wa kwanza niliosema naenda kumkopesha na sijui kama nitalipwa ni samaki ambaye nampelekea mtoto wangu kama chakula. Lakini akasema samaki wa pili nimesema naenda kulipa deni na sijui kama nitalimaliza ni samaki ambaye napeleka kwa wazazi wangu, naenda kuwalipa, lakini sina uhakika kama nitaweza kulilipa hilo deni kwa wema ambao wamenifanyia juu yangu. Lakini samaki wa tatu nakwenda kumtupa, akasema samaki wa tatu naenda kumpa mke wangu. Kama ambavyo nafahamu wanawake ni watu ambao hawana shukrani, kwa hiyo unaweza nikafanya kila kitu lakini bado baadaye akaona sijafanya chochote, kwa hiyo ndio maana nikasema huyu samaki naenda kumtupa. Baada ya somo hilo mfalme akapata maarifa makubwa sana na kujifunza vitu vingi sana, na tufundisha kwamba sio kila kitu uwe mjuaji. Ndicho ambacho amekizungumza Said Chino. Hawezi kuwa na rafiki ambaye yeye anajua kila kitu, si ndio? Atashindwa kukwambia ukweli, na ndicho ambacho kilitokea kwa mfalme huyo. Mimi naitwa Ali Mzuri, nisema asante kwa timu yako, tukutane wakati mwingine. Hii ni Heshima Boxing. Asante sana.